Nikukaribishe kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Moja kati ya makala tuliokuwa nayo inamtazama rais wa Marekani Donald Trump ambaye anataka kuishambulia Iran, na sasa tunajiuliza kwa nini kuishambulia Iran ni hatari zaidi kuliko kumkamata Nicolas Maduro. Baada ya kukamatwa kwa Nicolas Maduro, baadhi ya wachambuzi wakasema kwamba itakuwa ni rahisi kwa Marekani kuweza kumkamata kiongozi yoyote ambaye wataamua kumkamata. Lakini jambo hili baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba ni ngumu kidogo kwa sababu inaangalika na nchi. Katika mapitio kutokana na mvutano unaongezeka kati ya Marekani na Iran, ikiwa ni pamoja na uchambuzi unaozingatia kuilenga Tehran kuwa hatari kubwa kwa Trump kuliko kumkamata rais wa Venezuela Nicolas Maduro. Makala hii inahoji uzito wa Washington kutumbukia kwenye vita na Iran, na hatimaye inaangazia hatua kali za China za kupunguza shughuli za kijasusi za Marekani na Ulaya ndani ya himaya yake. Katika makala hii iliyoandaliwa na shirika la habari la BBC, imeangazia maoni yaliyoandikwa na Abdul Latif Daher na Samuel Granados yenye kichwa cha habari, kwa nini kuilenga Iran ni hatari kuliko kumkamata Maduro. Waandishi hao wanaanza kwa kudokeza kwamba uwezo mkubwa wa kijeshi wa Iran pamoja na mtandao wake mpana wa vikosi vya washirika katika eneo hilo huenda ukaisukuma Marekani katika mzozo wa muda mrefu. Hata hivyo, waandishi hao wanasema kwamba rais wa Marekani Donald Trump alipotangaza Januari iliyopita kwamba meli ya Marekani ilikuwa ikielekea Iran, alilinganisha na mtindo wa nguvu uliotumika wakati wa mashambulizi ya kijeshi ya Marekani nchini Venezuela, ambayo ilisababisha kukamatwa kwa Maduro pamoja na mkewe. Hivi sasa, kulingana na waandishi hao, Trump anazingatia chaguzi nyingi kuelekea Tehran pamoja na mashambulizi madogo. Wataalamu wanaonya kwamba shambulizi lolote dhidi ya Iran litakuwa gumu zaidi kuliko operesheni ya Venezuela, na linaweza kusababisha Marekani kujiingiza katika mzozo wa muda mrefu, kwa sababu Iran ina uwezo mkubwa wa kijeshi pamoja na mtandao wa vikosi wa shirika katika eneo ambalo linaweza kusaidia upinzani endelevu kwa muda. Waandishi wanahoji kuwa tofauti na ilivyotokea Venezuela, Trump anaonekana kufikiria uwezekano wa kufanya operesheni pana zaidi ya kijeshi bila kueleza wazi malengo yanayotarajiwa ni yapi, lakini ametangaza nia yake ya kuizuia Iran kutotengeneza silaha za nyuklia, huku akiona kwamba mabadiliko ya utawala ni jambo bora zaidi linaloweza kutokea. Wakati anga ya Venezuela ilikuwa haina mifumo ya ulinzi kabla ya shambulizi la Marekani, Iran inamiliki mojawapo ya maghala makubwa na tofauti ya makombora katika Mashariki ya Kati, kulingana na wataalamu wa kikanda. Silaha hizi zinajumuisha ndege zisizokuwa na rubani na mifumo ya kuzuia meli, lakini ukubwa halisi wa hifadhi ya makombora bado haujulikani baada ya mzozo wa siku 12 na Israel mnamo mwezi Juni. Iran imesema itahakikisha inarusha mkururo wa makombora zaidi ya 2,000 kwa wakati mmoja katika kuishambulia ama Israel ama meli za Marekani. Waandishi hao walimnukuu Sanam Vakil, mkurugenzi wa mpango wa Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini, ambaye alibainisha kuwa mkakati wa Tehran unategemea kuongezeka kwa kasi kwa mzozo na kukosekana kwa utulivu katika eneo kubwa la kanda ili gharama na athari ziendelee kuenea. Mataifa ya Ghuba ambayo yana kambi za Marekani pia yana wasiwasi kuhusu shambulizi lolote la kijeshi la Marekani ambalo linaweza kusababisha mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran kwenye ardhi yao. Mnamo mwezi Januari, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu, washirika wakubwa wa Washington katika Mashariki ya Kati, walitangaza kukataa kwao kuruhusu matumizi ya anga yao kwa mashambulizi. Wamekumbuka siku 12 za vita kati ya Iran na Israel. Ni Iran ambayo ilifanya shambulizi katika kambi ya kijeshi ya Al Udeid ya Marekani. Jambo hili limewakumbusha kwamba Iran haitanii itaweza kushambulia kweli kama ilivyofanya kwa Qatar. Hata hivyo, kulingana na wataalamu, msimamo huu unaweza kutosheleza kuwalinda kutokana na majibu yoyote ya Iran. Waandishi wanaamini kwamba ingawa washirika wengi wa Iran katika kanda hiyo wamekabiliwa na mapigo ambayo yamewadhoofisha sana, wanaweza kulipiza kisasi kwa kulenga vikosi vya Marekani na washirika wao, hatua ambayo inaweza kusababisha mzozo kuenea katika pande nyingi mbali na nje ya mipaka ya Iran. Hata hivyo, wanaeleza kwamba Marekani ilifanya uvamizi uliotekelezwa vema nchini Venezuela ambao ulisababisha kukamatwa kwa Maduro katika muda wa saa 2 tu.
Kadhalika, kupindua utawala wa Iran ni suala la kumwondoa tu kiongozi muadham Ayatullah Al-Khamenei, kwa kuzingatia kwamba nguvu halisi ya Tehran ina itikadi iliyothabiti vema, inayoungwa mkono na mikondo mikali ya kisiasa na kuimarishwa na muundo tata wa kidini ambao umekita mizizi kwa takribani nusu karne, na Wairani wenyewe wamekuwa wanauamini utawala wa aina hiyo. Je, Trump atapigana na Iran kwa hali hii? Bado tunaangazia ongezeko la mzozo kati ya Marekani na Iran na maoni yaliyoandikwa na George Grels katika gazeti la Uingereza la Sunday Times lenye kichwa Je, Marekani itapigana vita na Iran? Na mwandishi anaanza kwa kuashiria kuongezeka kwa mvutano kati ya nchi hizo mbili, wakati mpango wa Trump unajadili ni vituo vipi vya anga ambavyo Marekani inaweza kutegemea katika hali ya aina hii ya mgogoro na kuamua kuhusu muhula wake kama rais. Mwandishi anasema shehena ya ndege ya USS Gerald Ford, chombo kikubwa zaidi cha kubeba ndege duniani, kinatarajiwa kuwasili Ghuba siku zijazo ili kuungana na ile ya USS Abraham Lincoln. Anaongeza kuwa Trump alisema siku ya Ijumaa akijibu swali kuhusu iwapo Marekani inaweza kufanya mashambulizi madogo dhidi ya Iran. Trump alisema, nadhani naweza kusema kwamba ninaitazama. Saa kadhaa baadaye aliwaambia waandishi wa habari kwamba Iran inapaswa kujadiliana makubaliano ya haki. Lakini jambo ambalo wakati huu amekuwa akijiuliza ni kwa nini Iran haitaki kusalimu amri. Ndege za kivita, ndege za angani za kuongeza mafuta na ndege za upelelezi zote zimeonekana zikielekea eneo hilo, na inaaminika kuwa angalau nyambizi moja ya kiwango cha Ohio iliyo na makombora ya masafa marefu imewekwa kwa njia ambayo inaruhusu kuilenga Iran. Lakini bado hali ni tete, na mwandishi George Grels anahitimisha makala yake kwa kuashiria kwamba licha ya kuongezeka kwa jeshi la Marekani katika eneo hili, huenda isitoshe kuanzisha uvamizi kamili, na haijabainika iwapo Trump yuko tayari kupeleka wanajeshi wa nchi kavu ili kumpindua kiongozi mkuu wa Iran Ayatullah Al-Khamenei. Na pia kuna uwezekano kwa jibu lolote la Iran katika tukio la vita litajumuisha mashambulizi yanayolenga Israel. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein.